Lakini tukiendelea na masuala haya ya taarifa za kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo 14 ni nani hasa? Florian Kaijage na wasifu wake. Robert Prevost mwenye umri wa miaka 69 anakuwa kiongozi wa 267 wa kanisa Katoliki duniani na anajulikana kama Leo wa 14. Alizaliwa Chicago, Marekani mwaka 1955. Prevost alihudumu kama kijana wa altare na alipadirishwa mwaka 1982. Ni Marekani wa kwanza wa kuzaliwa kushika wadhifa wa papa, ingawa anachukuliwa kuwa kardinali kutoka Amerika ya Kusini kwa sababu ya miaka mingi aliyotumikia kama misionari nchini Peru kabla ya Papa Francis kumtawaza kuwa askofu mkuu mwaka 2014. Januari 2023, Papa Francis alimteua kuwa mkuu wa baraza la maaskofu, moja ya ofisi zenye nguvu ndani ya Vatikani inayohusika na uteuzi wa maaskofu duniani kote. Aliuambia umati uliokuwa ukisikiliza nje ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwamba alikuwa mwanachama wa shirika la Augustino. Mwaka 2014, mtangulizi wake Papa Francis alimteua kuwa askofu wa Chiclayo nchini Peru, mwaka mmoja tu baada ya kuwa papa. Anawafahamu vizuri makardinali kote duniani kwa sababu ya nafasi yake muhimu kama mkuu wa baraza la maaskofu Vatikani. Kwa kuwa 80% ya makardinali walioshiriki mkutano mkuu waliteuliwa na Papa Francis, haishangazi sana kwamba mtu kama Prevost alichaguliwa. Ingawa ni Marekani, Papa Leo anafahamu kikamilifu mgawanyiko ndani ya kanisa Katoliki, kwani nchini Peru alituhumiwa kutoshughulikia ipasavyo tuhuma za unyanyasaji wa kijinsia. Jimbo lake lilikanusha vikali kwamba alihusika na jaribio lolote la kuficha ukweli. Katika kuchagua jina Leo, Prevost ameashiria kujitolea kwa masuala ya kijamii yenye nguvu. Kulingana na wataalamu, papa wa kwanza kutumia jina la Leo, ambaye upapa wake ulimalizika mwaka 461, alikutana na Attila the Hun na kumshawishi asiishambulie Roma. Papa wa mwisho Leo aliongoza kanisa kutoka 1878 hadi 1903 na kuandika mkataba wenye ushawishi juu ya haki za wafanyakazi. Na mkando na taarifa yake Florian Kaijage, ni kuwa mwandishi wa BBC Anthony Irungu yuko Vatican, amekuwa akituletea habari kuhusu mchakato wa kumchagua papa, na hata jana habari za kumpata papa mpya zilipochipuka alikuwa Vatican. Hii leo amekutana na Father Francis Mwange Wambua ambaye kwa sasa anaendelea na masomo yake huko Roma, na ambaye amekutana na Papa Leo mara kwa mara alivyokuja Kenya na vile vile huko Roma. Nilikuwa kwenye ukumbi ama piazza ya Mtakatifu Petro. Nilikuwa nasubiri kama waumini wengine, na yule kardinali ambaye alitangaza alipotoka akasema sikusikia vyema, lakini nilisikia Prevost, ikaniacha na furaha fulani. Lakini baadaye nilipomwona anatokea nilijazwa na furaha na nilijipata naruka, napiga makofi, na baadaye nilijipata nalia kwa sababu ya furaha ambayo ilinijaa nilipomwona kwamba Kardinali Prevost amechaguliwa na makardinali wenzake kuwa papa katika kanisa Katoliki. Na wewe ulikuwa na uhusiano gani na Papa Leo, na uliweza kupatana na yeye wakati wowote, iwe hapa Roma ama mahali pengine popote? Niliweza kumwona kwa mara ya kwanza nilipojiunga na shirika hili la Mtakatifu Agustino kule Nairobi. Bado ndio nilikuwa nimejiunga na shirika, na wakati ule alikuwa mkuu wa shirika bado, kwa hivyo sikuweza kumkaribia sana. Lakini baadaye nilipokuja huku Roma kwa ajili ya shughuli za masomo, na Baba Mtakatifu aliyetuacha Francis alipomchagua Prevost kuwa kardinali, alikuja kufanya kazi hapa Roma, na wakati huo nimeweza kukutana na yeye nyakati tofauti katika kanisa la Mtakatifu Petro, katika nyumba yetu. Na nimeweza kukutana na yeye pia katika mtaa wa Vatikano, wakati mwingine akifanya mazoezi ama akitembea jioni. Na kutokana na huu tangamano wote, unamchukulia kama mtu wa aina gani yeye binafsi? Papa Leo wa 14 kama mtu, ni mtu mnyenyekevu, ni mtu mpole, ni mtu ana uso wa furaha, ni mtu anaukaribisha muongee
si mtu wa kelele sana, lakini ni mtu anakukaribisha na kwa ukaribu mnaweza mkaongea sana. Ni mtu unapokuwa karibu anapenda kusalimia kwa mkono, ndio, na kukuangalia kwa macho. Kwa hivyo ni mtu anayesikiliza tena sana. Kwa hivyo nimemfahamu kama mtu anayesikiliza, mtu mpole, mnyenyekevu, ana uso wa furaha, anakaribisha. Na chaguo la jina lake, unaona ni kwa nini alichagua jina Leo wa 14? Kwa kweli mimi sikutarajia kwamba atachagua jina Leo wa 14, lakini katika historia ya kanisa, Papa Leo wa 13 anatambulikana kwa kupigania haki za wafanyakazi sana. Mpaka kaandika document moja, Rerum Novarum, ambayo alikuwa anapigania haki za wafanyakazi ambao walikuwa wanakandamizwa, wanateswa wakati ule. Kwa hivyo nafikiri kwamba amechagua jina hili kwa sababu hata nyakati zetu wapo wengi ambao wanaendelea kuteswa na kuumia, na labda anataka kuwa sauti, labda inaweza kuwa katika mazingira ya vita ambazo zinaendelea duniani, labda anataka kuwa sauti ya amani kwa ajili ya hao watu. Kuna uhusiano wowote wa ushirika wa Agostino na Afrika? Ndio, upo. Sisi kama Waagustino tunafuata mwelekezo wa maisha wa Mtakatifu Agustino, na Mtakatifu Agustino alikuwa Mwafrika ambaye alizaliwa Algeria kwa nyakati za karne ya 4. Mtazamo wa maisha wa Mtakatifu Agustino tunaweza sema kwamba ndio umekuza Baba Mtakatifu kufikia mahali amefika leo. Mtazamo wa maisha, utu ambao ameupokea wa kuishi na kuangalia vitu, tunaweza sema kwamba kwa njia kubwa sana imekuzwa na maisha na mtazamo wa maisha wa Mtakatifu Agustino ambaye ni Mwafrika. Kwa hivyo kuna values za Kiafrika ambazo Mtakatifu Agustino aliziishi hata wakati ule, ambazo Baba Mtakatifu mpya ameziishi na zimemfanya awe yeye ama chenye yupo saizi, na naona kwamba atazitumia pia kuendeleza kazi ya kuinjilisha duniani. Na msikilizaji, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna wafuasi wengi waumini wa kanisa Katoliki, na mwandishi wa BBC Mbelechi Msoshi alijaribu kutafuta maoni ya baadhi yao. Na hapa niko katika paroki kuu ya Kinshasa maarufu Notre Dame du Congo. Ni paroki ambayo inachukuliwa kama paroki ya Askofu Fridolin Ambongo. Hapa makumi ya waumini walikuwa wakifuatilia kwa karibu kwa njia za simu moja kwa moja uchaguzi wa papa mpya huku Vatican, na baadaye jina la papa mpya lilitangazwa. Dozi papa sika papa leo la yeyo babi misi papa. Cathédrale Notre Dame du Congo. Papa Leo wa 14 amechaguliwa wakati Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imekuwa na ukosefu usalama miongo kadhaa sasa, na wengi hapa wanahisi papa huyu mpya atachangia pakubwa katika utafutaji wa amani nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, haswa sehemu yake ya mashariki. Mimi nasema Mungu amutie nguvu, amutie ujuzi, et surtout juu ya pays yetu yenye kwa movita. Vraiment papa tunamlomba atuombee amani sana kwa Mungu. Nchi yetu iko na vurugu sana, nchi hatuna amani, tuko na kufa saa yote, tunakosa amani kabisa. Tunamuomba papa wetu angalie gisi ya kutuombea Mungu juu ya amani mwinchi yetu. Mimi ni Rafael Juma Mutezi, kwa lakini kwa papa wa mpya yenye Eklezia Katolike ya mkili mzima, kwa papa wa mpya yenye tamulomba atusaidie tututie kimya katika nchi zetu za Afrika. Leo kama Kongomani anakufa na vita, Brazzaville, Uganda, nchi karibuni ya Afrika, ni Afrika mzima iko magumu. Ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sisi wakimbizi vita ndani ya mashariki ya Kongo, tulikuwa kuna chunga kabisa papa
mwenye atakuwa mchaguliwa, mwenye ataendelea na hiyo kazi yenye Papa Francis alikuwa nao ya kutusimamia sisi wenye kuwa ndani ya vita, ya kusimamia watu wenye hiyo. Tulikuwa na nia ya kusema hawa Papa akuwe wa kutokea huko kwetu Afrika, lakini ule aliyochaguliwa ni Mungu ndiye aliyomchagua. Tunahitaji kama ataendelea kwa hiyo njia yenyewe ilikuwa njia ya Papa. Na kama raia wengi pia, Gerard anahisi Papa mpya atawasiliana na rais wa Marekani ambaye kwa sasa ametafuta kutatua mgogoro wa mashariki, kuweka pamoja rais wa Rwanda na wa DRC. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni nchi ya kwanza barani Afrika kuwa na waumini wengi wa Katoliki. Raia wengi wa DRC walikuwa nasubiri Papa atatoka hapa DRC, Askofu Fridolin Ambongo ambaye mkosoaji mkali wa mamlaka yote ya hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kitu ambacho hakifanyika. Lakini wengi pia wanahisi huu ni uamuzi wa Mwenyezi Mungu na Papa mpya atatatua shida nyingi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukisalia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaelekea sasa mashariki mwa nchi hiyo ambako kanisa Katoliki limekuwa mstari wa mbele kuombea waathiriwa wa mzozo wa muda mrefu katika majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Wakazi hao wa mashariki mwa Kongo wamepokeaje Papa mpya? Chube Ngorombi jijini Goma alizungumza na baadhi ya raia hao na hapa wamekuwa na haya ya kutujulisha. Aendelee kuongoza kadiri ya mapenzi ya Mungu, ili aendelee naye kutuombea vile vile na kutuongoza. Nimepokea habari hii kwa furaha. Tulikuwa bila baba kwetu, tunangojea kwake kwanza msaada wa sala, sababu hapa kwetu tuna usalama mdogo, amani haiko, watu wanakufa usiku na mchana. Tunatumainia kurudishiwa amani na kukomeshwa kwa haraka vita. Kwangu ni furaha ya ajabu sana, sababu ni jambo ambalo tulisubiri katika hii nchi yetu ya Kongo kwa ukosefu wa usalama. Nasubiri kwake kutuombea kwa Mungu kusudi tupate amani, na Mungu atusaidie sana akosa ule wa mbele. Tunapenda amani na fitishe mkongo. Si wangetea Mwafrika sashi ingekuwa mzuri. Kama tatumikia mzuri ni bien sana. Kama mkongomani ningesema akosa wangetulia mkongomani matatusaidia. Nchi inapotea sana. Asibadili kanuni ya Eklesia wasawa wenzake waliopita waligangana na kufanya kazi ya Mungu na mazingira yao mazito, naye vile vile angangane na zile majukumu kusudi ajumulishe kwamba kazi ya Mungu ni ile ile, haibadiliki. Na msikilizaji, kumbuka kwamba ni makala maalum kuhusu kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukiwa bado katika swala hilo, tuelekee sasa Vatican ambako Padri Joseph Luela, mwenyekiti wa mapadri wa Katoliki wa Loko Roma, ambaye pia ni mwanafunzi wa sheria nchini Italia, kwa upande wake anaanza kwa kumshukuru Mungu kwa kuteuliwa ama kwa kuchaguliwa kwa Papa Leo 14. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya kutupatia Papa Leo wa 14 ambaye punde hivi ameweza kutambulishwa kwamba ndio amechaguliwa na makardinali 133 kutoka katika conclave. Hivyo tunamshukuru Mungu kwa zawadi hiyo ambayo watu walikuwa wanaisubiri siku zote hizi, kwamba ni nani atakuwa mrithi wa Papa Francisco. Hivyo ni furaha na tunamshukuru. Kikubwa kwanza tunamuombea kwa majukumu mapya aliyokubali kuyapokea, na zaidi tuendelee kuungana kama kanisa tukimtakia matashi mema ili atuongoze na Roho Mtakatifu. Vipi mchakato mzima ambao ulianza kwa moshi mweusi mpaka hatimaye moshi mweupe? Moshi mweusi manake bado haijafikia theluthi 2 ya kadiri ya sheria, lakini leo pia imekuja leo siku ya pili, sehemu ya kwanza. Maana sehemu ya kwanza siku ya pili kula zinapigwa 2, asubuhi zipigwa kula 2, lakini tukapata moshi mweusi. Jioni hii sehemu ya pili ya jioni imepigwa kula 2 na hatimaye tumempata Papa. Kwa hiyo